Makubaliano yaliyofikiwa jana kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda kuhusu kusitisha mapigano sio ya kwanza kufanyika kati ya mataifa hayo mawili. Takriban miaka 23 imepita tangu makubaliano ya awali yaliyosimamiwa na Marekani na Afrika Kusini, ambapo Rwanda ilinufaika kwa kiwango kikubwa kupitia ruhusa ya kuchimba madini ndani ya Kongo bila pingamizi, wapiganaji na makundi ya waasi kuingizwa rasmi katika jeshi, viongozi wa makundi ya waasi kupatiwa nafasi ya kisiasa. Katika mazingira yanayofanana, jana Kongo na Rwanda tena wamesaini makubaliano mapya ya kusitisha vita, lakini hafla hiyo imezua maswali mengi kutokana na mienendo ya viongozi wakuu wa mataifa hayo. Tukio lililojaa wasiwasi na ishara za kutokuaminiana badala ya taswira ya maridhiano kama inavyozoeleka. Viongozi kushikana mikono, kutabasamu na kupiga picha kwa pamoja. Hali ilikuwa tofauti kabisa. Rais Paul Kagame wa Rwanda na Rais Felix Tshisekedi wa Kongo walionekana waziwazi kuwa na msimamo mkali na kutokuaminiana licha ya kukaa karibu. Katika hotuba yake, Kagame alinukuliwa akisemesha Tshisekedi kwa maneno mazito akisema Trump hakutafuta mtu kati yetu, lakini ameona afanye hivyo kwa kumaliza mgogoro uliopo kati ya Rwanda na Kongo. Wakati wa kusaini, Tshisekedi alikataa kumpa Kagame hati mkononi, badala yake akampa mwakilishi wa Marekani licha ya wao kukaa karibu kiasi cha sentimita 50 tu. Kitendo hicho kilionekana kama hatua ya kutaka kuepuka mguso wa moja kwa moja na Kagame. Katika hatua ya kuonyesha makubaliano kwa hadhira, Tshisekedi alionekana mwenye wasiwasi kiasi kwamba alisahau kufungua kijitabu kabla ya kukiinua juu. Hili lilionyesha dhahiri kutokuwepo kwa amani ndani na kuhusu makubaliano hayo. Kwa upande mwingine, Kagame na Rais wa Marekani Donald Trump walionekana kutabasamu, huku wakionyesha makubaliano hayo kama kwamba kila upande ulikuwa na kile unachokiita ushindi wa kisiasa. Baada ya hafla kumalizika, Kagame aliondoka ukumbini peke yake bila kusalimiana, ili hali Tshisekedi alienda kuwasalimia viongozi waliokuwepo, kitendo kilichoongeza taswira ya tofauti kubwa kati yao. Mchambuzi Mashauri Neba aliwahi kutoa tahadhari akisema kusaini makubaliano ni hatua moja, lakini kuyatekeleza ni jambo tofauti kabisa. Wasiwasi bado ni mkubwa kupitia maelezo. Je, ni nani aliyenufaika kati ya nchi zote mbili, kati ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Kwa mujibu wa wachambuzi wengi, wanasema kuwa Rwanda ndo taifa lililotoka na ushindi mkubwa, kwani limetambuliwa rasmi kama mhusika ndani ya Kongo chini ya makubaliano mapya, jambo linaloipa nguvu za kisiasa, kiusalama na katika eneo hilo. Kwa upande wa Kongo, makubaliano haya yanaonekana kuleta hasara kubwa, kwani imekubali kupoteza sehemu ya ardhi yake kwa maslahi yanayosemekana kuwanufaisha zaidi Marekani. Je, mtazamo wako ni upi hapo chini kulingana na makubaliano haya ambayo yalifanyika huko nchini Marekani, ambapo Rwanda na DRC wameingia makubaliano ambayo sisi wengine hatujui ni makubaliano ya namna gani? Lakini pia ikumbukwe mnamo mwaka wa 2002 kulifanyika mkataba kama huo, lakini haukuleta matunda yoyote. Je, tutegemee mkataba huu unaweza kuleta matunda yoyote katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? All no. Kama ni no, dondosha hapo chini sehemu ya comment, na kama ni yes, dondosha pia hapo chini sehemu ya comment. Mimi naitwa Mr. Baro, the king of all black men, _ the world wide one, and that's my name. Lakini pia ukiniita crush dada yako utakuja kosea na utakuja potea.